wewe. Unataka kusaidiwa? Tuendelee. Tazama wewe ni Mungu, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama wewe ni Mungu, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Hakuna usiloweza, hakuna usiloweza. Wewe ni Mungu wetu, umetukuka sana. Hakuna kabisa, hakuna usiloweza. Hallelujah. Just lift your hands unto Jesus. Winulia tu mikono yako na mwambie hakuna usiloweza. Hakuna usiloweza. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu wetu, umetukuka sana. Hakuna kabisa, hakuna usiloweza. Nachotaka ni wewe tu, imba. Nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu ni Yesu tu. Nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu Yesu tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu Yesu tu. Nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu ni Yesu tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu ni Yesu tu.
mwambie tu ni wewe tu, nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu Yesu tu, haja ya moyo wangu Yesu tu. Kaimotoe Ngai witũ, kaimotoe ũrĩa tariĩ, nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Kaimotoe Ngai witũ, kaimotoe ũrĩa tariĩ, nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Israeli manyitĩtwo nĩ gwake, arĩa mamanyitĩte mameraga, twahĩra inyĩmbo iria mwainagĩra Ngai wanyu, hĩndĩ ĩrĩa mwarĩhore mũtũkenie. Kaimotoe Ngai witũ, kaimotoe ũrĩa tariĩ, nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Just continue lifting up your hands before the Lord and pray in the Spirit in a minute. In the name of Jesus Christ. Just pray in the Spirit in a minute in the name of Jesus and worship Him in the name of the Lord. Just let your spirit worship the Lord in the name of the Lord. Do not allow your spirit to be disrupted by anything. Just worship Him in spirit and in truth. Usikubalie moyo wako uhitilafiwe na kuabudu na jambo lolote lile. Just worship Him in spirit and in truth in the name of Jesus. Kuabudu kwa roho na ukweli katika jina la Yesu. Father, we bless you and we honor you because you are God. Baba, tukuabudu kwa sababu wewe ni Bwana. We lift up our hands and our voices in heaven just to declare that you're good in our lives. Inua mikono yetu na sauti zetu huko mbinguni kuyasema ya kwamba wewe ndiye Bwana. By our lips we confess that you are all that we need in our lives. Ya midomo yetu tukiri ya kwamba wewe ni kile chochote tunachohitaji. You are better than anything else that this life can offer to us. Wewe ni bora kuliko chochote ambacho haya maisha yanaweza kutupatia. We value you more than anything else that we see and we have. Baba, tunakupenda kuliko kila kitu chochote ambacho tuko nacho. Somebody just take some minutes and worship. Just bless His holy name in the name of Jesus. Bless the name of the Lord, all ye people, in the name of Jesus. Bless the name of the Lord, all ye nations, in the name of Jesus. We bless you because heaven and earth were created by the word of your mouth. And we thank you today because, Lord, when you speak a word in our lives, something shall be created in the name of Jesus. Regardless of the circumstances that surround us, we can worship Him today.
bila kujalisha yale mambo yanayokutuzunguka, leo tunaweza muabudu Bwana. Regardless of what has brought your spirit down today, you can worship the Lord. Bila kujalisha yale mambo ukanayo siku leo, unaweza muabudu Oh, Bwana. we lift up your holy name in honor and in worship of your holy name. Twaliinua jina lako wewe Bwana lilo takatifu. Bible says in heaven the 24 elders and the 4 living creatures, Inasema huko mbinguni wale wazee 24 na wale viumbe they wanne bow and rise in worship of the Lamb of God that was slain. wanaanguka na kuinuka wakisema wewe ndiye mwana We kondoo join with the aliyechinjwa. heavenly host today to worship, and we say, holy, holy is you, Lord. Waungana nao tukisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. Just train your heart and your mouth to extravagantly worship the Lord with your words. Fundisha midomo yako kuwa kujimwaga mbele za Bwana na kumwabudu. Train your spirit to be poured before the Lord. Fundisha roho yako na nafsi yako kuanguka tu mbele za Bwana na This is not a kumwabudu. prayer to prepare to preach. It's a prayer of worship to the Lord. Haya si maombi tu ya kutukaribisha kwa mahubiri, bali ni kuomba mbele za Bwana. I'm not telling you to pray to welcome me to preach. I just want you to pour your spirit to the Lord. Kuambii uombe ndiye unikaribisha nihubiri, bali ni ujimwage tu mbele za Bwana. Worship as if this is the only opportunity you have before the Lord. Abudu kama tu hii ndio nafasi ya pekee ulionayo Just katika mbele za worship Bwana. Him in the beauty of His holiness and in the splendor of His majesty. Waabudu katika ukuu na utakatifu wake. The reason why we come to the service, we just come to worship He that dwells in the heavens above. Ile sababu ambayo inafanya tuje katika ibada ni tuabudu yule aliye juu zaidi. There is nothing else that God requires from us. Hakuna jambo lingine Mungu anahitaji kutoka kwa There is mwanadamu. no other need that God has from humanity. Hakuna hitaji lingine ambalo Mungu ako nalo There kwa is mwanadamu. nothing more that the Lord is seeking from humanity. Hakuna jambo lingine ambalo Mungu anatafuta kutoka kwa He mtu. is seeking for those who can worship Him in spirit and in truth. Anamtafuta atakayemwabudu kwa roho na ukweli. We bless you, Lord, because of gathering us in this place. Kwa kuabudu Baba kwa kutukusanyisha katika mahali We hapa. bless you because of bringing us in your house today. Kubariki kwa kutuleta katika nyumba yako siku Our ya leo. hearts are waiting to receive from you in the name of Nyoyo Jesus. zetu za kutarajia wewe. I worship you and I honor because you're good. Na kuabudu na kupa May your sifa word sababu have ni- life in the name of Jesus. Wacha neno lako liwe hai katika jina la May your Yesu. word have life in the name of Jesus. Wacha neno lako liwe na uhai As your katika jina word la Yesu. proceeds from this mouth, I declare, Kama neno litakavyotoka katika hii kinywa na may nitatangaza. it heal every sickness in the name of Wacha Jesus. liponye kila magonjwa. May it break every bondage in the name of Jesus. Vunje kila nira. If there be anyone who is downcast and in the spirit, Kama kunaye ameshushwa moyo, I declare today in the name of Jesus, tangaza leo katika jina la may Yesu. your word release a lifting in the name of Jesus. Neno lako linapoinuliwa May your Bwana. word release a spiritual elevation in the name of Neno Jesus. lako likaleta kuinuliwa kwa kiroho. Whoever is in need, may your word release a supply. Yeyote ambaye ako na mahitaji achilia upeani wako. Whoever came here in confusion, I pray, may your spirit release order in the lives of your people. Aliyekuja hapa na amechanganyikiwa cha kukawe na mpangilio. I declare today shall be a service of an encounter with you. Tangaza leo itakuwa ibada ya I kuashikana pray wewe. that in the name of Jesus, may your word teach us and correct us. Naomba neno lako likatufundisha na likaturejesha. Exalt us with your word, we pray. Tuinue kupitia neno lako We tuomba. thank you and we honor you. Kwa kuabudu na tukutii. I declare in the name of Jesus, by the authority I have on this altar, Tangaza katika jina la Yesu kwa mamlaka no niliyonayo. other spirit contrary to your spirit Hakuna roho mwingine kinyume na roho wako. that shall have authority and shall have access to the minds of your people. Atakayekuwa na upenyo katika mafikira ya watu wako. I declare in the name of Jesus, sitting under the canopy of your glory, Natangaza katika jina la Yesu nikaa katika utakatifu. the ruling spirits of Karatina shall not have a place in the minds of your people. Na roho yanayotawala Karatina hayatakuwa na mamlaka katika watu Every wako. force of darkness that is released to scatter the minds of people, I declare today, by the authority of Jesus, the blood of Jesus speaks against you. Na roho yote ya giza yanayotawanywa ili
finyilia watu wa Mungu na watawanya katika jina la Yesu. Principalities and authorities and power that are raised even in high places, I declare, this is the holy ground. It has no place in the lives of your people. Watawala wote wa nchi ya giza wanaokuja kufinyilia watu wa Mungu, hamna mamlaka yoyote katika watu wa Mungu. We thank you and we honor you because you are good. Twakuabudu sababu wewe ni mwema. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Why don't we give the Lord a mighty clap in the name of Jesus? Wacha tupigie Bwana makofi mazuri katika jina la Yesu. The Lord bless you so much. I ask you to keep standing as in the reading of the word. Bwana wabariki. Naomba tu muendelee kusimama tunapo soma neno la Mungu. And the Lord is going to bless us. Bwana ataendelea kuwabariki. I want to welcome all of you to the reading of the word of God. Nyote nataka kuwakaribisha katika kusoma neno la Mungu. As I read the book of Nehemiah chapter 2. Ninaposoma katika kitabu cha Nehemia sura ya 2. And I'm going to read from verse number 12, and the Lord is going to bless us up to 16. Nisome kutoka mstari wa 12 hadi mstari wa 16. Nehemiah chapter 2 verse number 12 to 16. I want us to read together and the Lord is going to bless us. Nehemia 2:12 hadi mstari wa 16. I want us to read together verse by verse and the Lord will bless us. Nataka tusome pamoja aya kwa ile nyingine na Mungu atatubariki. It's already projected in our screens. Imewekwa pale kwa television. The Bible says, then I arose in the night. Read with me. Then I arose in the night, I and a few men with me. I told no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem, nor was there any animal with me except the one on which I rode. Kisha nikaondoka usiku, mimi na watu wachache pamoja nami, wala sikumwambia mtu neno hili alilolitia Mungu wangu moyoni mwangu, nilitende kwa ajili ya Yerusalemu. Wala hapakuwa na mnyama pamoja nami ila mnyama yule niliyempanda mwenyewe. Verse number 13, then I went out by the night through the valley gate. Are you reading? To the serpent well and to the refuse gate, and I viewed the walls of Jerusalem which were broken down, and the gates which were burnt with fire. Nikatoka nje usiku kwa njia ya lango la bondeni, nikashika njia iendayo kisima cha joka na lango la jaa, nikazitazama kuta za Yerusalemu zilizokuwa zimebomoka na malango yake yameteketezwa kwa moto. Then I went to the fountain gate to the king's pool, but there was no room for the animal under me to pass. Kisha nikaendelea mpaka lango la chemichemi na ziwa la mfalme, lakini hapakuwa na nafasi ya kupita kwa yule mnyama aliyekuwa chini yangu. Verse number 15, then I went up to at night then I went on the fountain gate. Verse number 15. Then I went up in the night Then I went up at night by the ravine and inspected the wall. Then I turned back and I entered the city by the valley gate and returned. Let's continue reading. Kisha nikapanda usiku kanda ya kijito, nikautazama ukuta, kisha nikarudi nyuma, nikaingia kwa lango la bondeni, nikarejea hivyo. I'm going to read up to verse number, I'd said up to 16, but I'm going to read up to verse number 18. Nasoma hadi mstari wa 18. So verse number 16, the Bible says, the officials did not know where I had gone or what I had done, nor had I yet told the Jews, the priests, the nobles, the officials, and the rest who did the work. Wala mashehe hawakujua nilikokwenda, wala nilivyotenda, wala sijawaambia Wayahudi, wala makuhani, wala wakuu, wala mashehe, wala watu wengine waliokuwa wakifanya kazi hiyo. I'm interested a lot with verse number 18, verse number 17 and 18. Kindly, I want us to check that as we read together. Na haja sana na mstari wa 17 na 18. This is Nehemiah who is explaining to the group that he has mentioned earlier. Nehemiah anaelezea kile kikundi ambacho amekitaja hapo. He is explaining to the leaders what the situation of the city. Anawaelezea viongozi jinsi mji ulivyo. The Bible says, then I say to them, you see the bad situation that we are in, how Jerusalem is desolate,
and lies in ruins, and its gates have been burnt with fire. Look at the next statement. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem so that we will no longer be in disgrace. Kisha nikawaambia, mnaona hali hii dhaifu tulio nayo, jinsi Yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa na malango yake yalivyoteketezwa kwa moto. Haya na tujenge tena ukuta wa Yerusalemu ili tusiwe shutumu tena. Look at verse number 17. He is telling them, let us come and rebuild the wall. Mstari wa 17 anawaambia, njooni tujenge ukuta. Why are we rebuilding the wall? Because we are in shame. Kwa nini tunajenga ukuta? Ni kwa sababu tumefedheheka. And finally, verse number 18, the Bible says, mstari wa 18 Biblia. Then I told them how the hand of my God had been favorable to me, also about the words that the king had spoken to me. And what did they say? Read with me. When Nehemiah explained to them, what did they say? I want to hear you read. Let us rise up and build. So they thoroughly supported the good work. Praise the name of the Lord. Amen. Look at somebody and tell him, let us rise up and build. Angalia mtu namwambia, hey nuka alafu tujenge. Let us rise up and build. Haya na tuondoke tukajenge. Look at another one, tell him, let us thoroughly support the good work. Let us thoroughly support the good work. In the name of Jesus. May the Lord bless his word. You can take your blessed seats in Jesus' name. Naweza keti. Amen. I want to take a few minutes to minister the word of God. Nataka kuchukua dakika chache tu kuhudumu neno la Mungu. Today we are rushing the service because we are joining our brother church in Mwea, Leo tunaenda mbio sababu tunaungana na kanisa letu la Mwea, where our father that we honor so much, Apostle David Juma, is ministering. ambapo baba yetu ambaye tunapenda sana Apostle David Juma anahudumu. I've been present in those meetings from Thursday every day up to yesterday. Kuwa kwa hiyo mikutano kutoka siku ya Alhamisi hadi And I want to tell you the Lord is working mighty things in that land. na kusema ya kwamba Bwana anafanya mambo makuu katika mji. Those who have not been able to be present in the meeting, Wale ambao hawajaweza kufika pale katika ile I mikutano, request you to follow what was taught from Thursday in the Facebook page. naomba mkafuate katika mitandao yale yamekuwa kifunzo kutoka Alhamisi. You can go to their page, Oasis of Love Church Mwea, or you go to my personal page and you're going to see the sharing that I did. Unaweza fuata katika mtandao wao wa Oasis of Love Mwea ama katika mtandao wa mchungaji. If you go to my page, I shared it. My page is Eric Jero. You're going to see it and the Lord is going to bless us. Ukienda kwa mtandao wa mchungaji ambao ni Eric Njero utaona mahali Last week I was ministering on a message I was calling Building Together. Juma lililopita nilikuwa na hudumu katika neno ambalo nilikuwa nasema ya And I kwamba want to kujenga build pamoja. on the same that I was ministering, but my subject today, Nataka kujenga katika huo msingi, lakini leo niseme hivi. I want to talk about the message I'm calling Spirits That Destroy the Spirit of Building Together. Ninene kuhusu maroho yanayoharibu roho wa kujenga pamoja. The Lord has called us as builders together. Mungu ametuita kama wajenzi tukiwa pamoja. And we agreed together on Sunday that the work of building the kingdom of God is not a personal affair. Na tukasema siku ya Jumapili ya kwamba kujenga katika ufalme wa Mungu si jambo la mtu pekee. When God puts a burden in the burden bearer, Mungu anapoweka mzigo katika anayebeba He mzigo, also releases people to work together with the burden bearer so that the burden can be carried along. pia yeye humkabidhi watu ambao watajenga pamoja na wao katika ule mzigo The amewekewa. book of Nehemiah is written after the children of Israel came back from the captivity, or rather from the exile of the Babylonians. Kitabu hiki cha Nehemia kimeandikwa ambapo watu wa Israeli wametoka katika utumwa. They had been in the exile for 70 years. Wamekuwa katika uhamisho kwa miaka And 70. during the carrying away to the exile, Na wakati huo walipokuwa wanapelekwa katika the uhamisho, temple of Solomon was burnt with fire. hekalu la Suleimani likateketezwa kwa The moto. wall of Jerusalem was destroyed. Na kuta za Yerusalemu zikaharibiwa. Later we are going to be looking at the book of Ezra, because Ezra rebuilt the wall, rather the temple.
Baadaye utakuwa tunaangalia katika kitabu cha Ezra, sababu yeye ndiye alijenga hekalu. But Nehemiah came to rebuild the wall of Jerusalem. Lakini Nehemia alikuja kujenga ukuta wa And Yerusalemu. on Sunday I looked at one thing that destroys the working together. Na siku ya Jumapili tukaangalia kitu kimoja ambacho kinaweza haribu And I kufanya took a pamoja. lot of time to talk about the spirit of Na bitterness. tukaongea sana kuhusu roho wa uchungu. How many remember what we talked about on Sunday? Praise the Watu Lord. wanakumbuka tulioanena siku ya We Sunday. said that when you have unresolved bitterness inside you, Tukasema ukiwa na uchungu ambao haujafanyiwa kazi, you are not able to flow with the vision that is carried by the vision bearer. hauwezi tiririka na ule na ule mwito wa anayebeba mzigo. I want to handle several others. If God allows me, I'm supposed to handle 6, but where time will be over, I'll stop there to continue next time. Nataka kushughulikia hizo zingine ambazo ni 6, lakini utafikisha mahali muda I utaturuhusu. want to show you the spirits that make people that were once gathered together, who are working together to reach a point and to stop working together. Nataka kukuonyesha maroho ambayo yanafanyia watu kazi, ambao walikuwa wanafanya kazi pamoja, wafike mahali waseme hatutafanya I kazi want to pamoja. show you spirits that have scattered great and mighty churches. Nataka kukuonyesha maroho ambayo yametawanya makanisa yaliyokuwa I'm makubwa. also going to show you the spirit that scatters great and promising families. Kuonyesha maroho ambayo yanatawanya familia ambazo zilizokuwa tajika. Because when we talk about building together, it is not only limited to the church. Sababu tunaponena kuhusu kujenga pamoja sio kwa kanisa tu. Building together goes to the church, goes to the families, goes to businesses as in partnerships and all that. Sababu kujenga pamoja kuko kanisani, kuko kwa familia, kuko kwa ushirikiano wa kibiashara na zingine. So the issues I want to share in the service of today, Kwa hivyo yale mambo nitagawanya nasi siku ya leo. they cut across all facets of life that require people to come together. Yanashughulikia mambo yote ya maisha ambayo yanahitaji watu waje pamoja. The first spirit I want to address today Roho wa kwanza nitashughulikia siku ya leo is something called the independent spirits. ni roho anayetaka kujiweka peke yake. It is called an independent spirit. Roho wa kujiweka kipekee. This is a spirit that kills people that are called to work together. Huyu ni roho anayeua watu ambao wanataka kukaa pamoja. This is a spirit that kills the church and the body of Huyu Christ. ni roho anayeua kanisa na mwili wa Kristo. When I talk about independent spirit, before I address it, let me say this. Ninapoongea kuhusu huyu roho, na kabla nene niseme hivi, God and the kingdom of God Mungu na ufalme wa Mungu operates as a system. anafanya kazi kama utaratibu fulani. One of the characteristics of a system Na jambo moja la system ama mpangilio is fulani, that every system has got different parts. ya kwamba kila chombo ama system iko na vyombo tofauti. Those different parts in a system, Hizo vyombo tofauti katika mwili they fulani work together to accomplish a common goal. zinafanya pamoja kuhitimisha lengo fulani. Let me give you an example of a system that we know very well. Peane mfano wa system ambayo tunajua vizuri. The system of a car, for example. Mtambo wa gari. A car has got different parts Gari iko na parts tofauti that are designed differently. ambazo zimetengenezwa tofauti. They are brought together to accomplish a common goal. Zote zimeletwa pamoja ili kufanya jambo fulani. The engine, the gear system, the wheels, the body, all of them, they work together to accomplish a common goal. Na engine, kuna magurudumu, kuna steering na yale mambo mengine yote ambayo yanafanya lengo fulani. Let me also give an example of our body as a system. Ipeane mwili wetu kama mtambo fulani. Our body has got the hands, the head, the feet, all those things, but they are created differently to accomplish a particular purpose. Mili yetu iko na vitengo tofauti, kuna mikono, kuna miguu, kuna mara mingi, lakini yote inafanya kazi ndio ifanye kusudi. I know you know Paul taught about the working of the body to the Corinthians. Najua unajua kwamba Paulo alinena kuhusu mwili ukiwa wa Kristo. So whenever the devil or a person wants to destroy the working together, Kwa hivyo wakati mtu ama kitu kinataka kuharibu hiyo kufanya he kazi pamoja, comes and breaks the interlink between different
different parts of a system. Yeye huja na anaharibu ile kushikanishwa pamoja kwa huo mtambo. When I talk about the independence or the independent spirit, Ninaponena kuhusu huyu roho wa kujitenga, I'm talking about a person or a situation whereby nanena kuhusu hali ambayo a person is within a given system. kuna kitu yuko katika system A fulani. person is within a system. Mtu ako katika system fulani. He is a part of the system, Yeye ni mmojawapo ya ule but mtambo, he operates independently of the system. lakini anafanya kazi kwa kujitenga na ule mtambo. You are within the system. Uko katika mtambo huo. A system has got rules and regulations. Hapo kuna mpangilio wa vile mambo But hufanywa. you decide and you choose. Lakini wewe unasema hivi na I am inside the system, but I'm not subject to the rules of the system. niko ndani yake, lakini sitatii yale mambo yako katika huo mtambo. That is what I call the spirit of independence. Hilo ndilo naita roho wa kujitenga. Another name I'll call it the spirit of disunity. Jina lingine nitaliita roho wa kutokuwa na umoja. I want to give you a few examples in the Bible as we continue. Patia mifano tofauti katika Biblia Take me tunapoendelea. to the book of 2 Kings chapter 5 verse number 20 to 22. Wafalme wa pili 5. I want to show you a young man that was very promising. Nataka kuonyesha mtu barubaru ambaye alikuwa akona kesho. He was working with an anointed man of God. Alikuwa anafanya kazi na mtu aliyetiliwa mafuta. But at one point he started operating independently because of greed. Lakini siku moja akaamua afanye kazi peke yake sababu ya ulafi. 2 Kings chapter 5 verse number 20. Wafalme wa pili 5:20. Let's move faster in the name of Jesus. Tufike hapo. 2 Kings chapter 5 verse number 20. Wafalme wa pili 5:20. The Bible says, okay, take me back to verse number 19 so that we can get the story from the beginning. Verse number 19. Just one verse back. Anzia mstari wa 19. Praise the Lord. Do you have your Bible? Are you reading from your Bible also? Praise the name of the Lord. Verse number 19. Mstari wa 19. Oh, praise the name of the Lord. 2 Kings chapter 5 verse number 19. The Bible says, Elisha saying to him, Akamwambia, go in peace. Naaman departed and was good distance away from him. akamwambia enenda kwa amani, basi akamwondokea mbali kidogo. This is when Elisha had gone to heal Naaman of his leprosy. Huni wakati Elisha alienda kuponya Naamani kutokana na And he has ukoma. already finished healing him. And of course, Naaman wanted to give some gifts to Elisha. Na amemaliza kumponya, kwa hivyo Naamani anataka kupeana dhabihu kwa Elisha. Then Elisha says, I'm not in need of the same. Na Elisha anamwambia mimi sihitaji mali yako. Now verse number 20, the Bible says, when Gehazi, the servant of Elisha, the man of God said, Lakini Gehazi mtumishi wa Elisha, mtu wa Mungu, akasema, my master has spared this Naaman the Aramean by not accepting from him what he brought. tazama, bwana wangu amemwachilia huyu Naamani Mshami asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Look at what he says, as the Lord lives, Kama Bwana aishivyo, I will run after him. mimi nitamfuata mbio. I want you to understand, it is not starting with the we. Gehazi says, I am going to run after him. Nataka uangalie, hasemi sisi, anasema mimi nitakimbia mbio. And I'm going to ensure that I get something from him. Nipokee kitu kwake. Verse number 21, the Bible says, Mstari wa 21. so Gehazi pursued Naaman. Basi Gehazi akamfuata Naamani. What has happened to Gehazi? Kwa hivyo Gehazi nini He imemfanyia? has separated himself from the system. Amejitenga na ule mtambo. They had gone, Elisha had carried Gehazi because he wanted them to operate as a system. Elisha amembeba Gehazi sababu anataka wafanye kazi kama kitu kimoja. As I explain that scripture, let me say this. Ninapoelezea hapo, hata nifanye The reason why you and me are here, sababu ambayo wewe na mimi tuko hapa, the reason as to why you and me are called members and servants of Remnants of Christ Ministries
or whichever church you belong to. Sababu tunaitanishwa mimi na wewe tunaitanishwa na remnants of Christ ama pahali popote It tunaitanishwa. is because we are supposed to work together as a system, Sababu tunafaa tufanye kazi pamoja kama mtu so mmoja. that our successes are going to be for all of us. Ndio ushindi wetu uwe wetu pamoja. Our failures can also be for all of us. Na makosa yetu yawe yetu pamoja. But there is a spirit that operates in the body of Christ. Lakini kuna roho anapenyeza katika mwili wa This Kristo. is the spirit that was working with Gehazi. Huyu ni roho alikuwa anafanya kazi katika Gehazi. Gehazi started thinking independently. Gehazi akaanza kujifikiria akijitenga. He considered the thinking of Elisha to be faulty. Akafikiria yale mafikra ya Elisha yako na The Bible says, we are still in verse 20, he pursued Naaman. inasema ya kwamba akamfuata And Naamani. when Naaman saw someone, please don't stagger in the scriptures. Verse number what? Verse 21. You are where? Mstari wa 21. Verse 21. Remain there. The Bible says, when Gehazi pursued Naaman, Basi Gehazi alipomfuata Naamani. when Naaman saw someone running after him, Wakati Naamani aliona mtu anamfuata, he got down from the chariot to meet him and said, all is all well. alishuka garini ya mlaki akasema, "Je, ni amani?" Verse number 22, the Bible says, Mstari wa 22 unasema hivi. he said, all is well. Sema amani. My master has sent me to say, Bwana wangu amenituma kusema, just now 2 young men of the sons of the prophets have come to me from the hill country of Ephraim. tazama sasa hivi wamenijia kutoka milimani. Please mwa give Efraimu. them a talent of silver and 2 changes of clothes. Milimani mwa Efraimu vijana wawili wa wana wa manabii, wape na kuomba talanta ya fedha And na of course mavazi I mawili. believe in even if it were you, Hata kama ingekuwa wewe, having been healed of a sickness like leprosy, ukiwa umeponywa ugonjwa kama ukoma, there is nothing you would have withheld from this man. hakuna kitu ungeficha kwa huyu mtu. This man started operating contrary to the person that was over him in leadership or in authority. Huyu mtu akafanya kinyume cha yule mtu alikuwa juu yake. Allow me to submit to the church today and say the following. Ruhusu niambie kanisa haya mambo. Unless we flow in the vision together, Ila tu tutiririke kwa maono yetu pamoja, the vision is going to die on the way. hayo maono yatakufa njiani. I was asking myself another day, Nilikuwa najiuliza siku nyingine, why would Jesus with all the anointing kwa nini Yesu na huu upako wote decide to pick 12 men from among Israel? achague wanaume 12? Because Jesus knew the power of synergy. Sababu Yesu alijua nguvu ya kufanya kazi pamoja. Even when you go to the story of Jesus, you also see another man. Kienda katika story ya Yesu unaona mtu The mwingine. man, his name is Judas Iscariot. Utaona mtu anaitwa Judas. He operated with an independent spirit. Alikuwa anafanya kazi na hii roho. He ran or he broke away from the system. Akajitenga na hao wengine. And when he broke away from the system, he died a desperate death. Alipojitenga alikufa kama hajiwezi. Churches and great organizations are messed up by the independent spirit. Kanisa na mashirika makuu huangushwa na huyu roho. When I talk about independent spirit, I'm talking about people. Ninaponena kuhusu hilo na nena kuhusu watu They are inside the system. wako ndani ya mtandao. They are not willing to leave the system, na hawako tayari kuondoka. but they operate by their own rules and regulations. Lakini wao wanafanya kazi kwa amri zao na kujitenga. I read a book, I said the other day, I love books by Doug Hewans, and one day when he was talking about the independent spirit, there is something that he says. Na nilisema ya kwamba mimi napenda sana kusoma vitabu. Nilipokuwa nasoma nikaona He said that if there are people that are dangerous in the church, anasema kama kuna watu hatari kanisani, there are people that live in the church operating independently of the spirit that runs the church. ni watu wanaoishi kanisani lakini wanafanya mambo yao kwa kujitenga. Those people are dangerous because they don't leave. They remain, but they are independent. Hao watu ni hatari sana sababu hawaondoki ila wanaachwa ndani. They stand at the door. They don't allow people to enter, but they themselves do not enter. Wanasimama mlangoni, hawakubali watu waingie, wao hawatoki ila kuingia pia. He gives an example of a man that is called Joab. Let me
pick from his book from a man called Joab in the book of 2 Samuel chapter 3. Anaongea kuhusu kijana anaitwa Joab. I know you know Joab was a commander of the army of David. Unajua Joab akiwa amri jeshi mkuu wa jeshi la I say that Daudi. Joab was a nephew of David. Na Daudi alikuwa He was trusted by David. Alikuwa ameaminiwa sana na Daudi. Because David knew that he was a valiant soldier and also he was a relative. Sababu Daudi alijua ya kwamba huyu ni shujaa mkuu na pia ni mtu wetu. One time there was a problem between Joab and a man called Abner. Siku moja kukawa na tabu baina ya Joab na Abner. If you go back, I think in 2 Samuel chapter 2, you see the story of what happened, how Abner killed the brother to Joab. Samueli wa pili mlango wa pili ukienda hapo utaona vile Joab aliua. Praise the Abner. Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. You see how Abner killed the brother to Joab. Utaona vile Abner aliua ndugu yake Joab. Oh Lord, the brother, not the wife. Brother Praise the Lord. Joab. Hallelujah. Amen. Pigia Bwana makofi ndio tuweze kuflow. Amen. Praise the name of the Lord. I said when you go to 2 Samuel chapter 2, nasema ukienda katika kitabu cha Samueli wa pili 2, you are going to see a story utaona habari how a man called Abner vile mtu anaitwa Abner killed the brother to Joab. aliua ndugu yake Joab. And after he killed the brother to Joab, Alipoua ndugu yake Joab, Joab got offended in the heart. I think I said about it on Sunday. Joab akafinyika sana moyoni. And he vowed that one day I'm going to kill this man called Abner. Na akaapa siku moja nitaua huyu When we Abner. come to 2 Samuel chapter 3, Tunapokuja sura ya 3, David had planned to have peace with Abner. Daudi alikuwa ameamua wawe na amani na Abner. But this guy called Joab because he did not value the authority of David. Lakini huyu jamaa anaitwa Joab sababu hakutii amri ya Daudi. He decided to kill this man in contravention to the will of David. Akaamua kuwa huyu mtu kinyume cha matakwa ya Let me Daudi. say something about men and women who operate with an independent spirit. Niseme jambo kuhusu hao watu ambao wanafanya kazi na huyu roho. They don't regard the voice of the authority. Hawatambui sauti ya mamlaka. They believe they are accountable to God and to God alone. Wanaamini wao wanajibu tu kwa Mungu yeye pekee. There is a new teaching of extrapolated grace that has been moving on in our nation. Kuna mafundisho ya uzuri wa Mungu ambao hauna kifani. It is teaching people that provided you can hear from God, you don't require to be under anybody. Wanafunza ya kwamba ila tu unaweza asikia kutoka kwa Mungu, haufai kuwa chini ya mtu fulani. They have neglected the spirit, the value of spiritual authorities. Wameachilia nafasi ya kiroho. And the spirit of this man is operating in our nation. Na roho ya huyu mtu inafanya kazi katika But hii. can I speak in this place and say this? Nini hapa niseme? As much as we are accountable to God, Hata kama tunajibu Mungu, for God to ensure that there is order in the body of Christ, ndio Mungu ahakikisha kwamba kuna utaratibu. He has instituted men and women who we are supposed to be accountable to. Ameweka watu ambao tunafaa tujibu kwao. And I want to tell you that on the day of judgment, Niseme ya kwamba katika siku ya kiyama we shall be accountable to God how we handled authority of the people that the Lord has raised over us. tajibu kwa Mungu vile tulifanya kazi katika mamlaka tuliyopewa. And this one does not operate in the church only and in the body of Christ. Na yeye haifanyi kazi tu kwa kanisa ama kwa It mwili wa also Kristo. operates even in our working places. Hata mahali ambapo tunafanya kazi. Hallelujah. Hallelujah. If you want to be an employer one day, Kama unataka kuwa mwajiri siku you moja, must train yourself to honor your employer today. lazima ujifunze kutii mwajiri wako siku ya Praise leo. the name of the Lord. If you are understanding that, say amen. Amina. If you want to be a boss one day, let me use the word boss. Kama unataka kuwa mtu mkuu mahali, You must train yourself to honor the person that God has put on you. I mean, over you in authority. lazima ujifunze kutii yule mtu ambaye Mungu ameweka juu yako. You might be better than that person. You might be more learned than him. But the Lord has put him there for that particular time
so that he can test you with the test of submission. Unaweza kuwa bora kuliko yeye ama uwe umesoma kumliko, lakini Mungu ameweka yeye hapo sababu ya mambo fulani. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Let me mention a few things about unity as we continue with that. Wacha nitaje mambo kadhaa ya umoja tunapoendelea. Isaiah chapter number 65. Isaia I 65. want us to read the book of Isaiah chapter 65. Isaia 65. Verse number 8 to 10 in the name of Jesus. Mstari wa Verse number 8 to 10. 8 hadi 10. This is what the Bible says. This is what the Lord says. Bwana asema hivi, As the new wine is found in the cluster, kama vile divai mpya ipatikanavyo katika kichala, and one says, do not destroy it, for there is a blessing and benefit in it. na mtu mmoja husema usiharibu kwa maana mna baraka ndani yake. So I will do for the sake of my servants, in order not to destroy all of them. Ndivyo nitakavyotenda kwa ajili ya watumishi wangu ili The nisiwaharibu. Bible says where? Verse number 8. Please, verse number 8. I'm still in verse number 8. Verse number 8. New wine is found in a cluster. Divai mpya inapatikana katika I kichala. remember when in our last conference the apostle really mentioned about this verse a lot. Nakumbuka katika kongamano lililopita mtume alinena sana kuhusu hili. And he explained what it means that the new wine can only be found in a cluster. Na kanena ya kwamba divai mpya inaweza tu patikana katika Just to kichala. remind you a few things, I want to say this. Kukumbusha mambo fulani niseme hivi. One grape by itself can never produce wine. Zabibu moja peke yake haiwezi toa divai. You cannot take one grape, isolate it and produce wine from it. Huwezi toa zabibu moja uweke kando na utoe divai hapo. You require to take many grapes, bring them in a cluster so that we can have new wine. Nafaa uchukue zabibu mingi uziweke pamoja katika kichala. If the body of Christ has to function in this new coming revival, Kama mwili wa Kristo utafanya kazi katika ufufio brethren must train themselves to put away their differences and work together as a cluster. Wapendwa lazima wajifunze kuweka tofauti zao kando, wafanye kazi If you're going to operate and function in the office and the calling that the Lord has put in you, kama utafanya kazi katika ile ofisi Mungu amekuweka, you must accept to work with others. lazima ufanye kazi na wengine. Somebody say hallelujah. Hallelujah. However anointed you are, Haijalishi umepakwa mafuta kiasi even gani. Jesus, who was God, if he worked with people, you require people for you to prosper in your calling. Kama Yesu aliyekuwa Mungu alifanya kazi na watu, hata wewe lazima ufanye kazi. New wine can only be found in a cluster. Divai mpya lazima ipatikane katika Let kichala. nobody destroy a cluster, Wacha mtu asiharibu kichala, because inside a cluster sababu ndani ya kichala there is a blessing and there is a benefit. Are you seeing that? kuna baraka na manufaa. Let nobody destroy the fellowship, the gathering, the clustering, the alliance of believers. Wacha mtu asiharibu kongamano ama kuja pamoja kwa waumini, Because there is a blessing and a benefit sababu kuna baraka ndani yake that can only come from clustering. ambazo itatoka tu kwa watu kuishi pamoja. If you're understanding me, say hallelujah. Hallelujah. There are blessings you'll never get when you are alone. Kuna baraka hautapata ukiwa peke yako. There are levels you'll never scale when you are alone. Kuna mahali ambapo hautafika ukiwa There peke are yako. dimensions you'll never get when you walk alone. Kuna mahali hautaenda ukiwa peke There yako. are battles you'll never conquer provided you're fighting alone. Kuna vita ambavyo hautapigana ukiwa There pamoja. are giants you'll never kill when you are alone. Kuna majitu hautayaua ukiwa peke There yako. are mountains you'll never climb when you are Kuna alone. milima hautaweza kukwea There ukiwa are peke yako. prosperities you'll never achieve when you are alone. Kuna mali hautakuwa nayo ukiwa There peke are yako. doors you'll never access until you join with other people. Kuna milango hautaweza kufungua ili tu ushiriki. Glory be to the name of Jesus Christ. Apewe sifa. I came to declare here, your blessing is in somebody. Nikuja kutangaza ya kwamba baraka zako ziko katika mtu If mwingine. you train yourself to remain as a cluster, you produce wine. Ukijifunza kukaa ndani ya hicho kichala utatoa. Why should grapes produce wine when they are a cluster? Kwa nini zabibu zitoe divai zikiwa pamoja? A cluster is a combination of many grapes inatengeneza moja hivi.
kichala ni zabibu mingi zikiwa pamoja. It is because you might find one grape with a weakness. Ni sababu unaweza kuta moja iko na upungufu. Maybe one of them is underripe and the other one is overripe. Labda moja haijaiva vizuri, ingine imeiva zaidi. If you make wine with the overripe, it will not be sweet. If you make wine with the underripe, it is going to be bitter. Ukitengeneza na hiyo ambayo haijaiva, haitakuwa tamu. Ukitengeneza ile ambayo imeiva zaidi, haitakuwa tamu bado. But when you bring them together, the overripe is going to cover the weakness of the underripe, and the underripe is going to cover the weakness of the overripe. Are you getting me, somebody? Ili ukizileta pamoja, ile ambayo imeiva zaidi itafunika ile ambayo haijaiva, na ile ambayo imeiva haijaiva itafunika ile ambayo imeiva zaidi. Let's continue to verse number 9. Verse number 9 of the same. Let's continue reading that verse number 9 of Isaiah 65. The Bible says, I'll bring forth descendants from Jacob and an heir from my mountain from Judah. Even my chosen one will inherit it. Verse number 10. Nami nitaleta uzao toka Yakobo na mrithi wa mlima yangu toka Yuda, na mteule wangu atairithi na watumishi wangu watakaa huko. Look at verse number 10. And the plain of Sharon Na Sharoni will be a place for flocks to graze. I want you to understand flocks in plural. itakuwa zizi la makundi ya kondoo. Makundi ya kondoo zitalishwa at the valleys of Sharon. Makundi ya kondoo yatalishwa katika bonde la And the Sharon. valley of Achor shall be a resting place for the hands. Na bonde la Akori mahali pa kulala makundi ya ng'ombe. Let me say something here. When we talk about the plain of Sharon, there shall be a place to graze. It means there is provision when the flocks are grazing together. Tunaponena kuhusu bonde hili la Sharoni ambapo kondoo watakula, ni ya kwamba kutakuwa na kupeanwa wakati wanakula pamoja. Katika valley ya Sharon, mradi zinalishwa zikiwa pamoja, kuna malisho. How Sharon ona tigatuko korwa marari ile ndio si hamwe ndio kuri korwa kwena irio. There are grazings and food that you cannot attain when you are alone. Kuna chakula ama vitu ambavyo huwezi pata ukiwa pamoja, ukiwa peke yako. And at the valley of Achor there shall be rest. There is a rest that comes when we graze together. Na katika bonde la Akori kutakuwa na mahali pa kulala. Praise the name of the Lord. Amen. You're with me, lift up your hand and say hallelujah. Kama uko pamoja nami inua mkono wako. Look at somebody and tell him, I need you just like you need me. Mwambie kwamba nakuhitaji vile tu unavyonihitaji. Look at somebody and tell him, I know there is something you can do that I can't do. Mwambie najua kuna jambo unaweza fanya ambalo mimi siwezi lifanya. Look at another one and tell him, but also recognize there is something I can do that you can't do. Therefore you need me and I need you. We are together. We are a family. Na pia wewe tambua kuna jambo huwezi fanya lakini mimi naweza lifanya. Kwa hivyo unanihitaji na kuhitaji. Sisi ni familia. Glory be to the name of Jesus. Bwana apewe sifa. Praise the name of the Lord. Amen. In the book of Genesis chapter 11, a story that we know very well as I get out of that point. Katika kitabu cha Mwanzo 11, I don't want to read verse by verse because of time, but the Bible, Genesis chapter 11, it starts with the whole earth was of one language and one speech. inaanza kusema ya kwamba nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. And now they started, when they moved from the east, they came to the valley of Shinar and dwelt there. They decided to build a tower. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari wakakaa huko. When they were together they said, come let us make bricks and burn them thoroughly, and all that we may build a tower. Walipokuja pamoja wakaambiana wajenge matofari ili wajenge mnara. I want you to understand something from this scripture. Nataka utambue jambo kutoka haya maandiko. These people did not have the right materials. Hao watu hawakuwa na zile vitu zilivyohitajika. They did not have stones. They only had bricks. Hawakuwa na mawe, walikuwa na matofari. Look at this. They used brick for stone as the building material. Walitumia matofari badala ya mawe kwa ujenzi. Instead of mortar, what did they use? Read with me. Instead of mortar, what did they use? Tar or bitumen or asphalt. Badala ya lami na lami badala ya chokaa. So I want you to imagine building a stone building.
Nataka utafakari ya kwamba kujenga nyumba inayofaa kuwa ya mawe, instead of using stones, we use bricks. badala ya kutumia mawe unajenga na matofali. Instead of using a mixture of sand and cement, which is called mortar, they are using tar or bitumen. Badala ya kutumia chokaa wanatumia lami. Bitumen has one disadvantage, that under pressure and high temperature it melts. Na lami iko na haikamiliki kwa hii njia ya kwamba ikipewa pressure ama kufinywa sana na ikuwe na ipigwe na joto ina. But I don't know the miracle that came when people came together. Lakini sijui miujiza iliyofanyika watu walipokuja pamoja. They were so committed and working until God in heaven said, these people, because they are united, whatever they choose to do, it is going to be accomplished. Walijipeana hivi ati Mungu akiwa mbinguni akasema ya Look kwamba, at that, is verse number 6. mstari wa 6, angalia hapo. The Lord said, behold, these people are one. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja. They have one language. Na lugha yao ni moja. And this which they begin to do, Na haya ndiyo wanayoanza kufanya. even if it is rebellious to us, Wala sasa even if it, I'm not reading, I'm just paraphrasing. Even if it is a product of rebellion, hata kama hivi sivyo tunavyotaka, provided they are together, ila tu wako pamoja, nothing is going to restrain them. hakuna kitu kinachoweza kuwazuia. Remnants of Christ Church, we may not be the richest church in Karatina. Kanisa la Remnant tunaweza kuwa sisi sio matajiri sana Karatina. We may not be the most experienced believers, because I don't see anybody here who is over 50 years here. Na tunaweza kuwa sisi sio wenye tuko na uzoefu mwingi sana Karatina, sababu hapa sio ni watu wengi. But I can tell you, unity is going to produce magic. Lakini naweza kuambia kwamba umoja utafanya makuu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The second spirit I want to speak about that messes the building together Roho wa pili ambaye huwa anaharibu kujenga pamoja is the spirit of passivity. ni roho wa kuregeza mikono. The spirit of passivity, just being there and choosing I'll do nothing. Roho wa uregevu, kuwa tu pale na haufanyi kitu. In fact, that is the word, roho wa ulegevu. Roho wa uregevu. It is called the spirit of passivity. Roho wa uregevu. When I talk about the spirit of passivity, Napo nena kuhusu huyu roho wa uregevu, I'm talking about an attitude in a person, na nena kuhusu ule mtazamo wa mtu where somebody decides, I'm just going to sit there, I am not concerned. ambapo mtu anaamua ya kwamba nitaketi tu pale, mimi sifanyi jambo lolote. Passivity is the attitude of silence in ministry. Uregevu ni ile hali ya kuwa kunyamaza tu katika huduma. It is a spirit of choosing to do nothing even when things are not going right. Ni roho wa kuchagua tu, sitafanya kitu chochote hata kama naona kuna jambo haliendi vizuri. This spirit of passivity comes from unhandled inner hurtings. Huyu roho wa uregevu huja wakati mtu anaumia kindani. Maybe before you join the church you're in, there is another church you belonged to. Labda kabla uje katika hili kanisa ulikuwa katika kanisa lingine. There is something you did that it was not appreciated. Na kuna jambo ulitenda na watu There is an hawakufurahia. action you took and it was mistaken. Na kuna jambo ulilofanya na watu wakalichukulia. So when visivyo. you come to the next church, you decide I'm going to be overcautious. Kwa hivyo unapokuja katika kanisa unaamua mimi nitakuwa naishi hivi kwa mpango. I don't want to be criticized that I was criticized earlier. Sitaki kukosolewa jinsi nilivyokosolewa muda But can I uliopita. tell you something, that in a system, Lakini sema hivi, katika system when one thing fails, wakati kitu moja hakifanyi kazi, the entire system becomes nothing. hicho chombo chote hakifanyi kazi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Hata ile kitu unaona kama ni bure kabisa, Ona kidu kile uona kataki taarifa tona if it decides not to do its work, ikiamua kutofanya kazi yake it can mess up the entire system. kinaweza haribu huo mwili wote. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe A sana. few weeks ago, around a month ago or so, Kitu mwezi mmoja, kadri ya mwezi mmoja uliopita, I drove my car to the church. nikaendesha gari yangu kanisani. And when I came to the church, along the way there was a small mechanical problem, Nilipokuwa naja kukawa na shida fulani tu ya mitambo. which I came and it was sorted. Nikaja na hiyo shida They ikatatuliwa. had cut a belt and it was replaced.
ilikuwa imevunja mshipi lakini ikarejeshwa. Then I forgot one thing. Lakini nikasahau jambo moja. Guess what I forgot to put to my car? Fikiria ile jambo nilisahau kufanya katika gari I langu. forgot to fetch water from the tap and put in the radiator. Nikasahau kuchukua kuteka maji katika mfereji niwe katika radiator. Water is free. It is not sold here. Maji huku hatuuzi. We pay a very little, small bill. So I forgot just some water, a bottle of water. Nikasahau tu kuchukua kibuyu cha maji niweke pale. And I started driving away to my home. Na nikaanza kuendesha gari nikirudi On nyumbani. the way because the car missed water. Njiani sababu gari lilikosa maji. It got overheated. Ikawa na joto zaidi. It destroyed the gaskets of the cylinder heads. Ikaharibu gasketi ya cylinder head. And besides destroying the gasket, the cylinder head got bent. Na ilipoharibu hiyo kitu ikainama, ikapinduka. Cylinder head is where the combustion of the engine takes place. Cylinder head ni mahali ambapo mafuta Where huwa the plugs combine petrol and air to produce the spark that later moves the drive shafts of the car. mahali ambapo speed hutengenezewa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And what happened after that? Na nini ilifanyika baada ya hayo My mambo? brother Ken came to rescue me from the bush. Ndugu yetu Ken alikuja kuni rescue kutoka kwa kichaka. We took the car to the mechanic, he repaired. Tukapeleka gari kwa mechanic The akatengeneza. system of the water did not work properly. Na huo mtambo wa maji haukufanya kazi vizuri. It burnt it again. Kachoma tena. Water that is free Maji ambayo inapeanwa bure costed the entire engine of over 50,000. ikagharimu injini yote ya 50,000. Water is free, engine is 50,000. Maji ni bure, injini ni 50,000. And that is how you stopped seeing KBC 275Z around. Na hayo mambo ndio tumekuwa tukiomba kwa muda mrefu, ndio maana hamuoni KBC hapa. Praise the mnaona name of the KCV. Lord. When Hallelujah. did it begin? Na hayo mambo yalianza wapi? One part decided to be passive. Sehemu moja ikaamua sifanye kazi. Water refused to enter into the engine. Maji yakakataa kuingia katika injini. You might consider yourself like mere water in the engine. Unaweza jichukulia tu kama wewe ni maji katika injini. But if you stop functioning and you decide to become passive, you can bring down this church. Lakini ukiamua tu mimi sina haja kufanya kazi katika hii kanisa, nitaketi tu hivi, unaweza angusha hili kanisa. You might be a sweeper in your company, Unaweza kuwa wewe ni mtu ambaye anaosha katika kampuni earning yako. very little money, which is your salary is less than 4 digits. Na mshahara wako hata hauhesabiki. But can I tell you something? If you choose not to function, Lakini kwambie ukweli, ukiamua sifanyi kazi vizuri, you are going to mess up the entire institution. utaharibu hilo institution. You might consider yourself not important in the family. Unaweza jichukulia mimi si wa muhimu katika hii familia. Maybe I'm just a housewife. My husband is the breadwinner. Mimi tu naketi tu kwa nyumba, mzee wangu ndiye tu hunilisha. Or the other way around. I'm just a house. Okay. House. Ama uamue hivyo vingine. You know, you pia. can be a housewife or a house husband. That it is important for the women of the 21st generation to accept that sometimes you can have a house husband who is not working and you're the breadwinner. Don't make him to feel like he is useless. He's still your husband. Hallelujah. Kwa hili karne inaweza kuwa badala, sababu inaweza kuwa na mke anayekaa nyumbani bila kazi na mme pia anayekaa nyumbani bila kazi. You might think that you're useless because you're not bringing anything on the table. Unaweza fikiria mimi ni kitu bure sababu sileti kitu kwa nyumba. But can I tell you that your passivity can mess up the family? Lakini kwambie uregevu wako unaweza angusha hiyo familia. Passive people do nothing when crisis come. Watu waregevu hawafanyi kazi yoyote wakati ambapo mambo yana. Passive people say nothing when things are not okay. Watu waregevu hasemi kitu ambapo mambo yanaharibika. They are the people spoken in the book of Luke chapter 9 verse number 62. Ni watu walionenwa katika Luka 6:62. I think Jesus had walked with passive people until you spoke these words.
Yesu alikuwa ameendanisha na hao watu waregevu hadi akasema haya maneno. People are there and they are doing nothing. Jesus said, Watu wako pale tu na wafanyi. no man having put his hand to the plow, Hakuna mtu anayeweka mikono yake kwa kulima. looking back his feet for the kingdom of God. Anaangalia nyuma pia akawa anahitajika katika Let me ufalme. elaborate it in simple English. Niseme hivi kwa Kiingereza. Anybody who puts the hand on the plow Yote anashika chombo cha kulima and then decides not to do anything, na anaamua sitafanya they jambo should be lolote. chased out of the kingdom of God. Faa wafukuzwe katika ufalme wa Mungu. Mweyote ambaye anashika plow Mundu wote wanyitaga murao na anarudi nyuma anafaa kufukuzwa shambani. na soke arole thutha na tengerio imemo. If we were to follow this scripture, I don't know how many people would remain in the church register, in the register of the churches. Kama tungefuata haya maandiko sijui ni watu wangapi wangeishi katika register. There is a lot of passivity in the body of Christ, Kuna uregefu mwingi sana katika mwili wa where Kristo. people believe that one can only be done by so and so. Ambapo watu wanaamini hilo tu laweza kufanywa na mtu I fulani. came to challenge you and tell you, fold your sleeves, let us work, because we are laborers. Kuja ukupa changamoto, jitayarishe, funganisha shati yako na ukuwe tayari kufanya kazi. Tell your neighbor, be a worker, not a supervisor. Pia huyo mwingine fanya kazi, usiangalie watu. Where is the spirit of servanthood in the body of Christ? Iko wapi roho ya kufanya kazi katika mwili wa There are Kristo? so many bystanders in the kingdom of God. Kuna watu wengi sana wanajitazamia tu katika ufalme wa That Mungu. is why I believe with all of my heart, Ndio maana naamini kwa roho yangu yote, God is not interested with how many seaters the church has. God is interested with how many feeters the church has. Mungu hana haja na kanisa linajazwa na watu wangapi. Mungu ana haja na ni watu wangapi katika hiyo kanisa wanaweza kufanya We kazi. have churches in this nation with 1,000 seaters, but only 50 feeters. Kuna makanisa katika hii taifa ambalo liko na watu 1,000, lakini kati ya hao 1,000 ni watu 50 tu ambao May wanafanya the kazi. Lord raise workers in the body of Christ. Na Mungu akainua wafanyikazi katika nyumba Why yake. was Jesus saying that the harvest is ready and the laborers are few? Yet there were so many people that were following. Bible says multitude thronged following Jesus. Kwa nini Yesu akasema ya kwamba kuna the harvest is ready, lakini watu wa kufanya kazi ni wachache? Kuna mavuno lakini hakuna wafanyikazi. Magetha ni maigi lakini gutiri andu a kuruta wira. Jesus saw very many spectator ions. Yesu aliona watu wengi sana tu ni watazamaji. Look at somebody and ask him, what do you do in the body of Christ? Uliza mtu, wewe unafanya nini katika mwili wa Kristo? Look at another one and ask him, what do you do in the church? Angalia mwingine umuulize, wewe unafanya nini katika kanisa? What would go wrong if you missed to come to the church? Nini taweza haribika katika kanisa ukikosa kuja siku hiyo? Hallelujah. Can I say a statement here and say this? Niseme hivi. Somebody who said, Kuna mtu alisema, if your absence is never felt, kama ukikosa kuja watu hawatajua hauko, then your presence was not needed. hata kuja kwako hakukuhitajika. I want to be in the kingdom of God in a way that I am needed. If I miss, something will be felt. Nataka kuwa katika ufalme wa Mungu hivi ati nikikosekana hapo, kuna utupu mahali. Tafuta kakitu hivi unaweza kuwa unafanya kwa nyumba ya Bwana. Eza kaudu tugoge kadhini wa nyumba ya Ngai. Ndio hata ukikufa tupate nafasi, tupate reason ya kukuombea kufufuka. Niguo no gikwari twina gitumi gya gukuigirira moko riuke. Unakumbuka Dorokasi? Imrarikana Dorcas. Tufurana twake. Tufurana atumaga tufurana. I think this woman must have died during winter. Mutumio no ginya okorwa kwitereria kwari na heho. Mitume wakasikia Dorokasi amekufa. Atumo maririkana Dorcas ni yakua. Na wakikumbuka tuko msimu wa baridi. Maririkana tukite gathano. Kasema huyo hawezi kufa. Makiwa gotige vyogo. I believe there are very many women that died that season. Naamini kuna wanawake wengi sana walikufa hayo But majira. only Dorcas No Dorcas was resurrected. ambaye alifufuliwa. Ask your neighbor, if you die today, would there be a reason why the church would fast for your resurrection? Uliza mlia naye ukifa leo, je, kutakuwa na Usiseme sababu? utakufa. In fact, you will not die. You will live forever. Kutakuwa And na so long. sababu ya kukufufua ama watu watafurahia. But I'm asking you,
Another day, many years ago, miaka mingi iliyopita, it should have been either 07 or 08. aidha mwaka wa 2007 In one of the ministries that we honor a lot in this nation, katika huduma moja ambalo tunatambua sana katika hili taifa, Apostle Kimani, Kingdom Seekers, they lost, I think, 2 of their pastors. Kingdom Seekers wakapoteza wachungaji wawili. And every day they used to bring the coffins kwa kanisa. Mnakumbuka hiyo story? How many were there? Kama ulikuwa umezaliwa huo wakati, Kwani mlikuwa young? Praise the Lord. How many were there? Mnakumbuka hayo Tulikuwa mambo? tunakaa kwa TV kuangalia. Hata mimi nilikuwa kwa wale wa kuona. Nilikuwa hiyo wakati pia charged kwa faith. I was like, they must resurrect. Twatura TV tukirora he mundu guthagata. No nginya mariuke. On the third day they never resurrected physically, but there are so many things that resurrected in that ministry. Siku ya tatu hawakufufuka wakionekana, lakini kuna mambo mengi sana yalifufuka katika hiyo huduma. Why didn't they have the courage of praying for their resurrection? They were important in the ministry. Kwa nini hao watu waliombewa hivyo wafufuke? Sababu wao walikuwa watu wa haja sana katika. Can I tell you what is killing the body of Christ and creating passivity? Naweza waambia kile kinaua mwili wa Kristo na kuleta uregevu. Is the craze of thinking that you can only cause impact from the pulpit. Ni haya mafikra ya tupu ambayo ya kufikiria kwamba unaweza tufanya kazi ukiwa katika madhabahu. The craze of imagining that I'm only a minister if I preach. Kufikiria tu ya kwamba naweza onekana nikiwa mhudumu wakati na You may not preach, but there is something you can do in the kingdom of God. Unaweza kosa kuhubiri, lakini kuna jambo unaweza fanya katika You ufalme. can even decide to be putting tissue paper in the toilet, so that the day you come there is no tissue paper. Unaweza kuwa nowe sirie kuiga nyamo cia gwiteithia kule niguo riria uri uma ho. Yes. Twathie ku twaga indo turirikane mwathani kwi mundu urare. May she resurrect that the tissue paper has come. You know. Arorehe niguo tuthere. Praise the name of the Lord. Mwathani agocwo. Look for something you can do in the ministry. Angalia kitu unaweza fanya katika huduma. Church is a kingdom. Kanisa ni ufalme. Don't wait until you are appointed and announced. You know, Kenya, we are crazy about coronations. Usingojee wakati tutakuita hapa uambiwe sasa umetangazwa. We give you a big name. We pour a bottle of oil on you to say, from today I anoint you to be cleaning the pastor's toilet in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Uje usimame hapa mchungaji bishop ainue kibuyu ukiwa na mafuta useme tumekutakasa, ukiwa muoshaji wa choo cha mchungaji katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Look for something you can do even if it is not recognized. Tafuta kitu unaweza fanya hata kama hakitambuliwi. Hallelujah. Sini afadhali hata ununulianga yule mhubiri anahubiri kitambaa kujipanguza sweat. It's also a ministry. Nikapoke ukirehage maitari utohujiri ogwo kile turona kindu tungikuda. Hallelujah. Mwathani agocwo. The spirit of passivity is a banned spirit. Roho wa uregevu ni roho mbaya. People with the spirit of passivity, watu walio na hii roho, do not give their best in the project if it is not their own. Hawapeani kilicho bora kama sio chao. Kama hilo jambo wanafanya. Let me show you something from the book of Matthew chapter 12 verse number 30. Kuonyesha jambo katika kitabu cha Mathayo. Jesus said, Yesu akasema, he who is not with me. Matthew 12:30. Mathayo 12:30. He who is not with me, ambaye hayuko pamoja nami, is against me. Ako kinyume changu. And he who does not gather with me, na asiye kusanya pamoja nami, scatters abroad. Anatawanya mbali. Whoever is not with me, ambaye hayuko pamoja nami, whoever is not on my side, asiye kuwa pande yangu, is against me. Ako kinyume changu. And he who does not equivocably gather with me is a scatterer. Na yule ambaye hachagui pamoja nami, yeye anatawanya. There's no fence sitting in the kingdom of God. Hakuna kukalia kuta katika ufalme wa Mungu. You are either gathering or scattering. Unakusanya ama unatawanya. Hello? Let's continue preaching to one another. Hebu tuendelee kuhubiria mtu na mwingine. Help me ask your neighbor, are you a gatherer or a scatterer?
muulize kama wewe unakusanya ama unatawanya. If you are not gathering, you are just scattering. Kama haukusanyi pamoja, unatawanya. If you are doing nothing about it, you are together with those who are destroying it. Kama hakuna kitu unafanya sababu ya hilo jambo, uko pamoja na wale wanafanya jambo kuliharibu. Somebody is saying that the world gets into a crisis Mtu alisema ya kwamba ulimwengu huja katika when good people do nothing during crisis. wakati wale watu wanafaa kufanya jambo hawafanyi jambo katika crisis. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the other day we were discussing somewhere and we almost felt like in 2022 we are not going to vote. Tulikuwa tunaongea mahali tukaona ni kama huu mwaka wa 2022 tutapiga kura. But when I remembered this scripture, I said, I will vote. Lakini nilipokumbuka haya nikaamua nitapiga kura. Because when right people fail to vote right people in, they vote in wrong people in indirectly. Sababu wale watu wema wanapokataa kupiga kura ili wale watu wema waingie kwa uongozi, wale wanapigia kura kwa njia isiyo ya pamoja wale watu ambao ni wabaya. Hiyo ni siasa. Praise the Lord. Praise Siasa the Lord. 101. Tell your neighbor, ensure you vote in 2022. Hata tukiletewa BBI, wewe vote kile unafikiria iko kwa akili yako. Wewe vote. At least wewe hujapewa pesa, wewe vote. Hallelujah. Mara yero BBI mutikalaga guthiwikia kura na no ukinjuria uria tugaikia kura. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuna wale walinunuliwa magari wa nini, wewe sijui hata usiponunuliwa hata wheelbarrow baiskeli, you just go and do something. When jindu hetwo kanyamu gutire kindu wonete no roka guikia kura to no nginya tweke kaundu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Siasa, don't take sides because church is heterogeneous. Tutiagemeaga mwena fulani tondu kanitha yagwo ni kurugama haria Kuna wale wa side hii na wale wa side hii, zote ni wa ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Sijasema mimi niko side gani. Kwina andu a mwena uyu na kwina aria angi twi mwena uyu ari angi no ndinoiga nie ndi wa mwena uriku. My brother is taking side. Hallelujah. Hallelujah. Thank God he is the interpreter. Amen. Hallelujah. Glory. Can we continue? Can we read a verse? Tuendelee tusome mahali. Jeremiah 48 verse 10. Ni kuonyesha laana moja ya Mungu. Jeremiah 48 verse number 10. 48 mstari wa 10. Are you there? Jeremiah 48 verse 10. What does the Bible say? Jeremiah 48. Cursed is the one who does the work of the Lord deceitfully. Na laaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. And cursed is he who keeps back his sword from blood. Na laaniwe auziaye upanga wake auzuiaye upanga wake usimwage damu. Kulaaniwa ni yeyote kurumoni ule wothe afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu na madharau. Urutaga wira wa Ngai no guta na madharau. When you do the work of the Lord na ulegevu, it's not the pastor who curses you. That is a curse from heaven direct. Ongeruta wira wa Ngai na itheru na oguta na madharau. Ti pastor kurumaga ugia kirumi gya kuma matuini. Hata nikikuja na mafuta kutoka Jerusalem, ilikuwa inatoka wapi? Hata nikitoka na mafuta na kule nikuja nikumwagilie chupa mzima, I cannot break a curse from God. Siwezi. Hata nikuwekelea mikono miguu nirukaruke kwa kichwa yako, I can't break the curse of God. Ona ikiukana maguta moimete Jerusalem kana okore guothe mariuma guitiriria maguta gukinyete kiongo, hakuna kitu naweza kukurejeshea kama umelaaniwa na Bwana kupitia haya. Because of doing the work of the Lord deceitfully. Asubuhi tulisoma Malaki. Sababu ya kufanya kazi ya Bwana kwa ulegevu. Kiroko tuthomire ibuku rĩa Malaki. And the expositor was explaining about how people used to bring blind and deaf animals to the Lord. Na yule alikuwa anafunza, alikuwa anaelezea vile watu walikuwa wanaletea Bwana wale wanyama ambao ni vipofu na hawasikii. Na Mungu anauliza, if I am your father, where is my respect? Na Mungu anauliza hivi, kama mimi ni babako, heshima yangu iko wapi? That's what the Lord is asking today. Let me ask you this. Niseme hivi, niulize hivi. How do you treat? What's the difference between your Sunday and your Monday? Tofauti ya Jumapili yako na Jumatatu yako ni gani?
On Monday, tomorrow morning, I included, kesho asubuhi mimi nikiwa hapo, after preaching like this and doing all this, tomorrow morning, baada ya kuhubiri namna hii, kesho asubuhi at 6:30, thenashara na nusu I'll be at the gate of my workplace. nitakuwa katika malango ya mahali nafanya kazi. Because I don't know where. Is it because I honor or I fear my employer? I don't know. One of the two. Sijui kama ni sababu naogopa kufutwa ama naheshimu aliyeniajiri. I assure you, even if it rains tomorrow, Na kuhakikishia hata kukinyesha kesho, I'm on duty. I'll be at the workplace at 6:30. sababu mchungaji ako kwa duty, atakuwa hapo thenashara na nusu. Hata kunyeshe moto, I'll be there. Ona kugiura ya kipopoto agakorwo hau. Wait for Sunday. Ngojea siku ya Let Jumapili. it drizzle. Wacha kunyeshe rasharasha. Let it drizzle. Kunyeshe rasharasha. I can't be available. Siwezi haribu nyumba. Let me tell you this. Spirit of passivity comes from what I call a volunteer mentality. Huyu roho wa ulegevu huja pamoja na huyu roho wa kama Working kujitolea for tu. the Lord as a volunteer. Unafanya kazi ya Mungu ni kama kujitolea tu. Hakuna mahali nitapelekwa wapi? Hiki kitu haruko. Oh, leo ninakaa kama am I preaching? Praise the Lord. Lord rahujia. Ninulia hivi mkono hivi kama ninahubiri. Praise the Lord. Kwa rahujia. I came to tell you, you are a contracted officer. You are not a volunteer. Nilikuja kukuambia wewe ni mtu aliye kwa payroll ya Mungu. You are contracted by heaven. Work like you are contracted, not like a volunteer. Wewe ni mtu aliyepewa kazi na Mungu. Fanya kazi, si kama mtu asiyepewa kazi anajitolea tu. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Unaona, unakumbuka vile Monday ukiosha nguo ikose kukauka, unakumbukanga vile Monday unaamkanga for kukausha na pasi? Ni uraririkana muno arume mungihura nguo ciage kuma ure mukagira kumithia na shati na baadhi, ndio at least uende job, lakini ngoja Sunday, lakini ngoja Jumapili. Hallelujah. Am I preaching to somebody? Nahubiria mtu. Monday hata ukirushiwa matope na gari bado utaenda kazini na hiyo matope. Utakuwa unaenda na upande hivi provided ufike kazini. Monday no gikirio ndoro ni gari wetagirira yume ukaharahara wega undu etarionekaga kana ugathi wihithite muthenya mugima. But Sunday, Lakini Jumapili, even if a bird drops, it's dropping on you. Nyoni Can't go to church with this dirty coat. Nyoni egesiria gwiteithia egwiteithirie. Ni wacoka muci ndungithie kanitha na thaka ucio. Mimi ni kuhubiri, ninahubiri injili tu hii ya kawaida. Turarie maundu maria mekika. Tusaidiane. Praise the name of the Lord. Cursed is the man who does the work of the Lord deceitfully. Kulaaniwa ni anayefanya kazi ya Bwana kwa ulegevu. Does your sword have blood? Je, upanga wako uko na damu? Wacha nikuelezee hapa. This is what used to happen in the ancient armies. Hivi ndivyo ilivyokuwa inafanyika katika nyakati za kale. If you went to the battle, Kama ulienda vitani and you have gone as a team, na tumeenda kama timu moja, when you are coming back from the battlefield, mkitoka katika vita, your swords used to be inspected. visu vyenu ama panga zenu huwa zilikuwa zinaangaliwa. If your sword does not have blood, you are killed because you are a joyrider in the war. Kama upanga wako hauna damu, unauawa sababu wewe ulienda tu kujiangalilia wengine wakipigana. May the Lord spare us in Jesus' name. Na Bwana akatuhifadhi katika jina la Praise the Lord. Amina. As I finish, Nikimaliza, let me talk about the last spirit. This one I'm just going to touch on it because I want to do this, and those on Sunday I do the other three. niongee kuhusu roho huyu ili siku ya Jumapili niongee It's called kuhusu the wengine. critical spirit kills the building together. Critical spirit. Nene kuhusu roho wa kutoa makosa. Over critical spirit. Let me use the word over critical spirit. Roho wa kutoa makosa zaidi. When I talk about over critical spirit, Napoongea kuhusu huyu roho, this is the spirit huyu ni roho ambaye that notices anaye atambua and magnifies
na anafanya kuwa kubwa the faults makosa of fellow builders. ya wale wanaojenga pamoja. It notices Anagundua and magnifies na ananepesha the faults makosa of fellow builders. ya wajenzi wenzake. In the book of Numbers chapter 12, Katika kitabu cha if you read that Numbers, story from verse number 1, you're going to see Moses, ukisoma hapo utaona Musa he was in contravention to the law of God alikuwa ameenda kinyume na matakwa ya Mungu because he married a Cushite. sababu alioa Mkushi. Didn't understand the wife of Moses alikuwa anatoka na hapa tu Ethiopia na hapa. Musa arutite mutumio na haha Na hapa alikuwa Muethiopia na hapa Cushite. amrutite na Kuna kuanga na Bantus, gukoro na Nilotes, Bantu ni idwe Nilot and Cushites. na Cushite. Now, the wife of Moses was a Cushite Mutumia wa Musa ali Mkushite from Ethiopia. Ethiopia wahetokera hana Hapa neighbor, sijui Ethiopia ni wapi, lakini nina hapa. He was almost a Kenyan. Actually, history say that when you talk about Cush, historia inasema ya kwamba ukinena mambo ya Kush, Cush encompassed the entire of Africa. Kush inanena kuhusu Afrika yote. So it is possible that the wife of Moses could have come from Kaledodo. It's a possibility. Ukono okoro mutumia wa Musa imete uko gwitu na Kaledodo na goku. So he had married wrongly. Kwa hivyo alikuwa ameoa visivyo. Was it right or wrong? Ilikuwa vizuri. I'm asking, was it right or wrong? Ilikuwa jambo nzuri. It was against the law of God. Ilikuwa kinyume na matakwa ya Mungu. But what did Miriam and Aaron do? Miriam na Aaron nao walifanya nini? They decided to magnify the faults of Moses. Wakaamua kufanya hilo jambo lionekane kubwa visivyo. They actually started criticizing Moses in a very sharp way. Wakaanza kutia Musa dosari kwa njia isiyo nzuri. Critics are diverters. Hao watu wa kutia dosari ni watu wa kuondosha. The problem was the Cushite woman. Shida ilikuwa yule mwanamke Mkushi. But when we come to verse number 2, they started diverting the story. Lakini tunapokuja mstari wa pili wanaanza kuegemesha hiyo hadithi. Does it mean that God only speaks through Moses? Je, kwani Mungu hunena tu kupitia Musa? Aren't we people with ears? Can't he speak to us? Kwani sisi hatuna masikio, hatuwezi kuongeleshwa na Mungu? Look at the problem between the problem and what they are addressing now. Angalia ile shida iliyoko na yale mambo wanayoangazia. Kuoa na kuongeleshana na Mungu zimetoana wapi? Mundu ni ahikania, ni kuhikania kwake na kwa rio ni ngai cio imanaku. Kinajifanyanga aje? Kwani ni yetu anaongelesha kwa na Mungu? Etu aga nowe ungeigwa ngai. Ukimwona akiwa ameweka hiyo sura ya roho, unaweza fikiria ni mtu mzuri sana. Ukimwona ikareta hala mbere kanitha-ini akirire na mikanye, no wizio nowe waragirio ni ngai. Na kwake wanakuranga ugali bila mboga. You know, diverting stories. Kuogomia ngano. Praise the Lord. Bwana asifiwe. This brought trouble in Israel. Na hili jambo likaleta shida katika Israeli. Verse number 3 says that Moses was a meek man. Biblia inasema ya kwamba Musa alikuwa mtu mwenye roho. There has never been a man as humble as Moses on the face of the earth. Kuja kuwa na mtu mnyenyekevu kama Musa. If you want God to defend you, be a humble man. Kama unataka Mungu asimame na wewe, kuwa mtu mnyenyekevu. Moses was used of God, but he was humble. Musa alitumiwa na Mungu lakini alikuwa mnyenyekevu. And God came to defend Moses. Na Mungu akaja kusimama naye. And I know you know that story. Unajua hiyo hadithi. The story of the spirit of Miriam and Aaron is so much in the body of Christ. Hiyo roho iliyokuwa na Miriamu na Aaron bado iko kanisani. A critical spirit is an obsessive attitude. Roho ya kutoa dosari ni roho That excessively finds faults in other people. ni ambayo kwa njia kubwa inapata dosari kutoka kwa watu. And the intention is to tear down others. Na maksudi ni kuleta hao watu chini. I know there are people here who are passive because you met critical person in the church. Jua hapa kuna uwezekano kuwe na mtu anaregeza mikono sababu alipatana na mtu. Nipe Romans 14 verse 10 using amplified version. Warumi 14:10.
This is what the Bible says. I want us to read this together ndio tukue delivered tukiwa pamoja. Hallelujah. Nataka tusome hii pamoja. Today we are doing massive deliverance in the spirit. Hallelujah. Leo tunafanya ukombozi wa I want amplified version of that. Tell your neighbors he opens, you need to be delivered today. lazima ukombolewe leo. Hallelujah. Look at this. Can we read? But you. Look at your neighbor and tell him, but you. Lakini wewe je? But you. But you. Why do you criticize your brother? Mbona wamhujumu ndugu yako? And you again. You. Au wewe je? Why do you look down on your brother? Mbona wamdharau ndugu yako? Why do you regard him with contempt na madharau? Mbona wamdharau ndugu yako? We will all stand before the judgment seat of God, who alone is the judge. Maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Why are you so sharp on your fellow builder? Kwa nini wewe unamhujumu mnayejenga na yeye? It's okay, you are gifted, but you are not born gifted. Allow others to grow also. Ni kweli uko na kipawa lakini haukuzaliwa nacho. Asubiri wale wengine pia nao wawe na kipawa. A certain church that we used to serve in long time ago, Kuna kanisa tulikuwa tunahudumu muda mrefu uliopita. there was this brother who was doing this. Na kijana alikuwa anacheza kinanda. He killed so many sisters in praise and worship. Aliua wadada wengi sana katika praise and A worship. genuine sister comes and she wants to grow in the ministry of praise and worship. Msichana tu anakuja na anajisikia ameitwa hapa mbele kuimba. She sings. Anaimba. Then after service, the brother calls him aside. Calls her aside. Baada ya ibada yule kijana anamuita kando kuja hapa. Na hata hajapewa ruhusa na pastor. Namuita kando. Lete kile yule mchungaji yake hata mwiyetu. Wewe, ulikuwa unaimba nini? Niwethikireirie. Are you listening to yourself? Niwethikireirie muinire. Hiyo ni kigani? Umakiereko. Please, you are also taught the keys. Teach them keys with humility. Ona no guthomithiwa wathomithirio keys. Wafunze kwa unyenyekevu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I think I haven't gave you my story. Nafikiri mchungaji amewahi tupea. I haven't given you my story. I don't want to mention names because they might be listening online, and also my brother Mureithi might be knowing because we come from almost the same. He might be knowing the names. Sitaki kutaja majina sababu ndugu yangu Mureithi tunatoka hapo, labda anajua hawa watu. So one day I preached. A Form 3 boy who had just gotten saved. Mmoja nikahubiri na mimi ni kijana tu wa kidato cha 3. I had had a preacher come to our school and talk about Samson, how the hair grew again. Nilikuwa nimesikia mhubiri amekuja kwa kanisa letu, amehubiri kwa shule yetu, akahubiri vile Samsoni nywele yake ilikuwa. You know in the village, once you are in secondary school, you'll be given a chance to testify how to preach. Na unajua huko kwa kijiji ukiwa sekondari, ukirudi nyumbani utapewa nafasi ya wakati wa holiday, the first week I was told by my pastor to preach. Wiki ya kwanza mchungaji ameniambia wewe unahudumu leo. And he was upset. I preached. I actually sweated. I may not remember many things, but I remember I jumped and I sweated. Naweza kosa kukumbuka mambo mengi niliyofanya, lakini nakumbuka niliruka na nika. Then one deaconess called me to the office. Mwanamke mmoja dikoneza kaniita kwa ofisi. Kaniuliza kijana. Sasa wewe kijana yetu. Umejaribu hata naona umesweat. Wagerio na guthina ni ugithinite kuigana. I thought she wanted to tell me, akaniambia lakini nikafikiria maybe anataka kutoa kitu nikunywe chai. Ananiambia lakini mwito wako lakini mwito wako le hauko kwa madhabahu. Ni walega hali hapo kwa kuhubiri. Sikuoni hapo. Sikuoni vizuri hapo. That was the last day of stepping on that pulpit. Hiyo ilikuwa mara yangu ya mwisho kukanyanga. I joined the choir. You know now the trouble was bigger in the choir. Akakuja kwa kwaya na mnajua sasa hapo shida. You know, people are going this way, I was going that way. We are, you know, I tried bass guitar. It never worked. And I backslid. For 2 years, I went to the world. Kukanyanga styles. Watu wakienda huku wanasikia tu ni kukongana, wanakongana. Akajaribu bass guitar ikamshinda, akarudi nyuma. And I backslid for 2 years. Arudi nyuma miaka 2. Can I say this with a lot of heaviness in my heart? Sema hivi kwa ugumu sana katika moyo wangu. If there is anybody who ever backslid because of your sharp tongue,
you need to repent. Kama kuna mtu alirudi nyuma sababu ya mdomo wako usiowekwa kidhibiti mwendo. Yes. When we gather together, the Bible says, let's gather to exhort each other, not to criticize each other. Tunapokusanyika pamoja, tunakusanyika ili tuinue mtu na yule mwingine, si kuleta watu chini. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yeah. Even when we gather for giving, hata wakati tunakusanya ili tutoe, if you manage to give 10,000, utakapowezeshwa kutoa 10,000, respect the one who gave 100. Provided huyu ametoa kulingana na uwezo wake. heshimu aliyetoa 100 kama tu ametoa kulingana na uwezo wake. Causes of a critical spirit. 4. Then we finish. Mambo gani yanafanya mtu awe na hii roho? 1. Ya kwanza, Negativity or a pessimistic attitude. kuona mambo kwa njia isivyo. There are people who are very pessimistic. Kuna watu wanaona ubaya tu wa mambo. They see a problem in every good thing. Wanaona shida kwa kila jambo ambalo ni nzuri. Number 2. Ya pili, Insecurity. Kujihisi Psychology tells us psychology inatuambia people who suffer from low self-esteem, watu wanaojishusha hadhi, they tend to pull others down to improve their importance. huwa sana sana wanaleta wale chini ili waonekane wao ni wa maana. Unaona yule mtu wanapendanga hata mkiwa kwa group hivi ukifanya kitu hivi. Those people, most of them are suffering from insecurity and low self-esteem. Naona gadu wale ona mwe group weka kaundo akaburuka gokonia gutiri undu weka hao watu. They discuss you with everybody in the workplace. Wananena mambo yako na kila mtu mahali mnafanya kazi. Do they exist in your workplaces? No. Sijui kama wako katika mahali unafanya kazi. I'm sure they are not there. Najua hawako huko. But where I've worked, I've seen them a lot. Lakini mahali ambapo nimefanya kazi nimeona kwa wingi. They are the putrikas. Hao ni wale wanataka sana kwenda, always learning to the administration and to the management to show the management how useless you are. Do you know them? Wanakimbia sana kwa wale wasimamizi ili waonyeshe vile wewe hauhitajiki kuwa mahali pale. Mnawajua? They want to bring you down. Wanataka kukushusha chini. They are the kinds of our generation. Hao ni wale kinds ama Kain wa. But when Cain killed Abel, he never became Abel. Wakati Kaini aliua Abeli hakufanyika Abeli. Number 3, immaturity. Ya tatu, kutokomaa. Immaturity makes people to be critical. Kutokomaa hufanya watu wanene mambo ambayo si ya When I was young in faith, wakati nilikuwa mchanga katika imani, every preaching that we did, we were always criticizing those who used to preach earlier. Kila mahubiri yakihubiriwa tulikuwa tuna keti kuyatia dosari hayo. Do you remember brother how mlikuwa mnaenda kuhubiri kwa makanisa mnaacha mmetukana mapasta hapo kwa madhabahu ati ni upako? Kisha unakumbuka vile mkienda kwa makanisa mlikuwa mnaenda kutukana watu. The pastors in this generation, they are very carnal. You allow bra 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 bra. Pastor wa siku hizi, uliona pastor wako akifukuza pepo lini? Kama haufukuzi toka. Hama hiyo kanisa, you know. Hama. Hiyo ni utoto. Hallelujah. Bwana. But kama mtu kwa hiyo stage ni sawa, ni vizuri mtu kukoroga utoto zaidi ya kwa mtoto. Lakini kama uko katika hiyo, ni wega uligie doro lila we mwana, waka kuligia ukaligia wakura. Praise the name of the Lord. And finally, a renewed mind. Ya mwisho ni mafikra ambayo haijafanyika upya. The other things I'll handle next week because I want us to finish. Ama mengine ni ya wiki ijayo sababu nataka kumaliza. Remind your neighbor 3 things that kills the spirit of building together. Kumbusha mlie naye. Simama ukumbushe mtu. Simama mkumbushe yale mambo ambayo huharibu. 3 things that we have spoken today. Mambo matatu ambayo tumenena kuhusu siku ya leo. Stand up, we pray as you remind somebody those 3 things. Mama uombe umkumbusha siku ya leo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. I want to see you talking to somebody. You know, when the brothers and sisters fail to catch anything in the church, they pretend to be spiritual so that they don't share. I want to see you share. Wakati ndugu wa kiroho hawajakamata kitu katika ibada, wanajifanyaga wao wako katika roho. So they start talking in tongues. Wait a minute, before you talk in tongues, talk to somebody. Mukumbushe ati ni nini tumesoma leo? Kabla kuongereshe kwa ndimi, muulize umesoma nini siku ya leo. That's the problem of having a teacher for a pastor.
Hiyo ndio ubaya wa kuwa You na always do lesson review lazima baada ya lesson fanye and kurudia. do an evaluation. Mfanye. Does your neighbor appear like he was present? Sijui kama ndugu yako amekaa kama amekuwa ndani. If he was not present, you can bring him around for a prayer. All right. Kama anaonekana hashiki kitu, mlete hapa tutamuombea. Glory be to the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. May the Lord break the spirit of independence in the church. Bwana na avunje roho wa kujitenga katika kanisa. Every passivity, we address you in the name of Jesus. Kila roho wa uregevu tunakuaddress sasa katika We are kanisa. rising against every passivity. I want you to lift up your hand and tell Jesus, from today I'll be doing nothing for in your kingdom in the name of the Lord. Inua mikono yako na mwambie Bwana, kutoka siku ya leo nitakuwa nafanya jambo. Tell the Lord to open your heart, to open your eyes to be able to see something that you can do in the kingdom in the name of Jesus. Bia Bwana afungue macho yako ili uone jambo unaloweza kufanya katika Something that you nyumba can do in the kingdom of God in the name of Jesus. jambo unaweza kufanya katika ufalme. Zalabagantalababozaya. Rikantalabalabashandalabalabakantedeboza. Pasalabakantalabalabozinabakantedeboza. Rikalabalabashandalabalabasalabalabozeka. Ribalabalabashalabagantalabalabozinamakatolaboza. Parabalabalabashalababababazaka. Lift up your hand and tell Jesus, I want to be a laborer. I want to work in your kingdom. Mandedebozalababoza.